Kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025 wa kumchagua rais wa bunge na madiwani, baadhi ya viongozi wa dini wilayani Korogwe wamewataka wananchi wenye sifa za kushiriki zoezi hilo muhimu kujitokeza kwa wingi kuwachagua viongozi wanaofaa na kujiepusha na vitendo vya uvunjifu wa amani. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, shehe wa wilaya ya Korogwe Zuberi bin Ali Mbwana amesema nchi inajengwa kwa amani, hivyo watakapomaliza kupiga kura warudi nyumbani, huku padre wa kanisa Anglican Diocese ya Tanga Kenani Emmanuel Mwandamizi akihubiri katika kanisa la Mtakatifu Filipo Mtonga amesema mamlaka ya kumkataa au kumkubali mtu kuingia madarakani inatokana na upigaji wa kura. Kwa hiyo nawaomba Watanzania wenzangu, Watanzania wote insha Allah wa dini mbalimbali, makabila mbalimbali, basi kifika tarehe 29 mwezi wa 10 siku ya Jumatano, basi insha Allah Mwenyezi Mungu atujalie asubuhi sana tutoke kwenda kupiga kura. Nchi inajengwa na amani, nchi inajengwa na utulivu, nchi inajengwa na ushirikiano, nchi inajengwa na kila jambo zuri. Jambo baya si kitu kizuri, ni kitu ambacho kinaweza kuchafua mambo ambayo hayafai. Kwa hiyo turudi katika amani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tushirikiane vizuri, tukapige kura vizuri, turudi majumbani vizuri, tutulie, tugoje matokeo. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hutakuwa na mamlaka nyingine yoyote ile ya kumkataa mtu aliyechaguliwa, na hutakuwa na mamlaka yoyote ya kumkubali yule ambaye hakuchaguliwa. Ila kinachotakiwa ni wewe ukapige kura. Kura yako ndio inayokupa mamlaka. Kwa hiyo tujitahidi, tujitokeze, tukapige kura kwa uaminifu. Amani ikivurugika, wanaoathirika kwa sehemu kubwa ni watoto na wakina mama. Sisi bahati nzuri, sisi wa Kristo, Mungu ametupa mamlaka ya kuomba kwa jina la Yesu na jambo likawa. Kwa upande wake, mwenyekiti wa jukwaa la amani wilaya ya Korogwe Askofu Samuel Shemzigwa amesisitiza suala la amani na kuongeza kuwa kupiga kura ni haki ya msingi ya kila Mtanzania mwenye sifa ya kushiriki zoezi hilo. Lakini zaidi ya yote, kwa mujibu wa maandiko yetu sisi, kitabu cha Ibrania sura ile ya 12 mstari wa 14 unasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Mstari ule wa 14, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Mungu. Amani ni ya muhimu sana kuitafuta. Kwenda kupiga kura ni haki ya msingi ya kila Mtanzania, na katiba yetu imezungumza kila baada ya miaka 5 kura zipigwe na utaratibu umepangwa. Lakini swala la msingi ni kwamba ni muhimu, ni swala la kikatiba na ni swala la kitaifa ambalo tunapaswa kufanya hivyo. Nao baadhi ya wananchi wilayani Korogwe wameendelea kuhamasishana kwenda kupiga kura. Kwa majina naitwa Regina Clement Dafa, almaarufu Regina, niko hapa sokoni Manundu. Tunahamasisha wananchi wa Korogwe itakapofika tarehe 29 Oktoba tujitokeze kupiga kura. Kura ni haki yako. Naitwa Ramadhani Waziri Bakari Shondo, mfanyabiashara wa soko la Manundu. Sisi wote ni Watanzania, tuna uhuru wa kuchagua kile ambacho tunakipenda. Hivyo basi nawaasa Watanzania wote wawe watulivu na wafanye uchaguzi kwa amani uliotukuka kabisa, kwa sababu ni haki ya kila Mtanzania. Anapaswa kufanya jambo ambalo ni sahihi kwa ajili ya nchi yake, kwa ajili ya watu wake. Mimi Zulfa Athmani, kwa jina maarufu naitwa Mama Fikiri, nipo soko la halmashauri ya mji ambalo ndio liko hapo Manundu. Jamani, tunaelekea siku ya kupiga kura tarehe 29. Tujitokeze kwa wingi tukapige kura, wana Korogwe ambao wajasiriamali, wafanyabiashara wakubwa, jitokezeni siku hiyo kwa ajili ya kuwachagua wabunge wetu, madiwani pamoja na rais. Jitokezeni jamani kupiga kura, kura yako ni haki yako. Jina langu ni Salum Ramadhani Mpinta, ni mkazi wa Korogwe pale kata ya Mtonga. Lengo hasa la kuzungumza na nyinyi ndugu zangu ni kuhamasishana. Hatuwezi kupata maendeleo katika nchi yetu kama hatukuwachagua viongozi wetu. Kwa hiyo basi
na shauri, lakini pia nihamasishe ndugu zangu pamoja na mimi tujitokeze siku ya tarehe 29 mwezi wa 10 kwenda kupiga kura kuwachagua viongozi wetu, tukianza na diwani, mbunge pamoja na rais. Ama kura yako tarehe 29 ndiyo ambayo kwamba itasababisha ama tupate maendeleo au tusipate maendeleo katika nchi yetu. Lakini uchaguzi ni haki ya msingi na kuchagua viongozi ni haki ya msingi wa kila mwananchi.